Hamjambo mtazamaji wa television La Voix d'Uvira TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluya ni kukaribisha kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Ikiwa ni mara ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Video vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jiji na tarafa letu la Uvira. Leo tutapata nafasi ya kuchambua kauli yake Moise Nyarugabo ambaye akikosoa jumuiya ya kimataifa kubaki kimya kutokana na drone ambazo zinazoendeleza mashambulizi eneo mbalimbali huko Minembwe na hata zile ambazo zilizofanya shambulizi pale maeneo ya Goma. Utakwenda kujua mengi kabisa kuhusu kile ambacho alichokizungumza. Pia tutazungumza kuhusu hali ya vita ambavyo vinaendelea kuripotiwa huko maeneo ya Minembwe na kwenye vijiji vya Minembwe, huku serikali ya Kinshasa ikitaja kuwa wanajeshi wa Kongo wanaendelea kujihami kabisa na kuendelea kuwafurusha waasi wa M23 ambao wanakuwa wakiungana na vikosi vingi sana ambao wametaja kutoka Kenya, Somalia na nafasi zingine. Na pia tutazungumzia huko bondeni mwa mto Ruzizi ambapo hiyo jana kabisa majira ya asubuhi kuonekana kuwa kabisa kuna ngombe nyingi ambazo ziliweza kuibwa na waasi wa M23 huko bondeni mwa mto Ruzizi, maeneo ya Nyamoma huko bondeni mwa mto Ruzizi. Haya na mengine ni kukaribisha kabisa kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Ikiwa ni mara ya kwanza kabisa kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Na moja kwa moja tuanze kabisa na habari hizi za vita ambavyo vinaendelea kuripotiwa kabisa huko maeneo ya Minembwe, katika nyanja za juu huko maeneo ya Minembwe ambazo zimekuwa kabisa ni kitovu cha mapigano ambayo inayodaiwa kila leo kutoka jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ushirikiano na VDP Wazalendo ambao wamejitolea kuweza kutetea nchi yao, huku wakitaja kuwa operesheni inaendelea kabisa ya kupambana na kundi za kushirikiana na waasi wa M23 kiwemo Red Tabara, Twirwaneho, FNL, Gumino pamoja na vikosi vinavyoshirikiana kutoka Kenya na Somalia vinavyodaiwa kuwa vinashirikiana na M23 huko maeneo ya Minembwe. Kijiji cha Minembwe kinaendelea kuwa ni kitovu cha mapigano ambayo inayoripotiwa kila leo, na huko akitaja kuwa wanajeshi wa Kongo FARDC kwa ushirikiano na Wazalendo wako mbioni kabisa kuangalia namna gani ya kudhibiti maeneo hayo ambayo inaendelea kuhasiri maisha ya raia wengi ambao wanaopatikana maeneo hayo wakiishi bila makazi, wengi wao ambao waliweza kukimbia nyumbani kwao. Majanga ya hali ya hewa wilaya ya Fizi pia inabadilika na janga ya hali ya hewa, mvua nyingi kabisa ambazo zinazoendelea kunyesha maeneo hayo zinaendelea kuleta hatari kwa wakaazi wa maeneo hayo, licha kuwa vita vinaendelea kuripotiwa mara kwa mara huko maeneo ya Minembwe. Lakini mpaka sasa hali ya usalama inaendelea kuimarishwa kama vile alivyozungumza msemaji wa operesheni Sokola ya pili, ambaye aliweza kuzungumza na kutaja kuwa usalama unaendelea kuimarika, wakiomba raia kuwa makini na kujikinga kabisa na hali ya kutawanya habari za uongo kwenye mitandao. Na huku habari nyingine ikiendelea kutolewa na FARDC wakitaja kuwa ni lazima M23, Red Tabara, Android na wengine vikosi ambao vinavyomiliki silaha maeneo hayo ni vema wangeweza kujisalimisha mbele ya jeshi, kwa kuwa mpaka sasa operesheni inaendelea maeneo hayo. Na tukujuze kuwa wiki zilizopita zaidi ya wapiganaji 46 ambao waliweza kujiunga kabisa kutoka vikosi vya M23, Red Tabara, Android katika maeneo ya Mikenge. Na tukiwa tunaendelea kabisa na habari zetu za siku ya leo, ikiwa tunaendelea kukuletea habari zisizokuwa na kasoro ambazo ziko habari za ukweli ambazo zinazopatikana huko katika
tarafa la Fizi. Na pia tugusie kauli yake Moise Nyarugabo ambaye ameweza kutaja kukosoa ukimya wa jumuiya ya kimataifa. Moise Nyarugabo alikuwa ni mbunge mchaguliwa wa Uvira ambaye aliweza kuchaguliwa na kwenda pale Kinshasa, mwishowe aliweza kujiunga na waasi wa M23. Hapa kauli yake ikaanza kukosolewa na wadadisi wa mambo wakati amechagua maisha ya kujiunga na M23. Moise Nyarugabo amesema kuwa amekosoa kile alichokiita ukimya wa kuchukua hatua kabisa ya jumuiya ya kimataifa kuhusu mashambulizi ya mabomu yanayodaiwa kuwa yanapigwa na waasi wa M23, lakini wakitaja kuwa ni mabomu ya FARDC, ambapo aliweza kuonesha ukosoaji wa jumuiya wa kimataifa kupitia bomu hizo ambazo zinazopigwa Minembwe, Rubaya, Mushaki na huko maeneo ya Nyabiondo, na mashambulizi ambayo pia yaliweza kuonesha kabisa yakiwa yanaendelea kuathiri raia na maisha ya raia huko kwenye vijiji vyote ambavyo aliweza kuitaja. Kwa mujibu wake, hadi sasa Moise Nyarugabo akitaja kuwa ni vema serikali ya Kinshasa iweze kutekeleza makubaliano ambayo iliyosainiwa, wakati huku akitaja kuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amemlaumu mshirika wake kuwa yeye ni mmoja pekee ambaye aliweza kuleta vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini kwa sasa kiwango kikubwa kwa sasa yeye akiwa ameonekana kwenye mstari wa mbele, jambo ambalo limepelekea raia wengi wakianza kususia kuhusu kauli hayo, na akitaja kuwa Moise Nyarugabo hana cha kuzungumuza. Pia waasi wa M23 kila leo wanaendelesha mashambulizi na kuua raia wasiokuwa na hatia katika vijiji mbalimbali, wakiomba pia Umoja wa Mataifa kuwa makini kutosha vikwazo kwake Moise Nyarugabo kwa sababu mpaka sasa anaendelea kujihami. Na moja kwa moja tujiunge na habari za huko bondeni mwa mto Ruzizi, tukiwa pale maeneo ya Kigurwe, ambapo habari kwa sasa raia wakiwa katika hali ya hofu huko maeneo ya Nyamoma na huko Ngendo. Habari tulizozipata kwa sasa zilieleza kwamba jana asubuhi majira saa 12 risasi nyingi zilikwenda kusikika wakati raia walikuwa wangali wanaamka, wengi wao wakijielekeza shambani. Kisa na sababu za milio hiyo ya risasi kulia wataja kuwa M23 wanakuja kila leo kuiba ngombe za raia ambazo zinazopatikana maeneo hayo ya Ngendo na huko maeneo ya Nyamoma, raia wakiwa katika hali ya hofu. Hadi sasa wanavyozungumza leo yathibitisha kuwa zaidi ya ngombe 450 ziliweza kupelekwa na waasi wa M23, ambapo waliweza kuzipeleka nafasi ambayo haijulikani, raia wakiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuingilia kati ili kuleta msaada kwa kuokoa raia ambao wanaopatikana bondeni mwa mto Ruzizi, kwa kuwa wanaendelea kunyanyaswa wakiibwa mali zao, ngombe, mbuzi, kuku, hata vifugo vingine ambavyo vinavyopatikana maeneo hayo vinaendelea kuporwa na waasi wa M23. Kwa sasa bonde mwa mto Ruzizi waasi wa M23 wanamiliki maeneo hayo, huku maeneo ya Ndunda na Kimuka ambapo wazalendo na jeshi la FARDC baadhi yao wanaopatikana. Tuzungumuze pia, tuchambue habari kuhusu kurejea kwa hiari kwa wakimbizi ambao wanaozuilika huko kwenye kambi ya Burundi, kutokana na tangazo letu ambalo kabisa tulilolipata hapa likitaja kuwa kuna kuwa kabisa na ile uwezekano wa kuanza kurejesha wakimbizi ambao waliokimbia waasi wa M23. Tukianza na eneo hilo la Fizi katika jimbo la Kivu Kusini, naendelea kujadiliana kupokea kwa kurejeshwa wakimbizi wakimbizi wa Kongomani ambao wanaopatikana nchini Burundi tangu kutekwa kwa mji wa Uvira na waasi wa M23 wakati ya tariki 16 Desemba mwaka 2025. Kurejea huku kutategemeana na mazungumzo ya pande tatu kati ya serikali ya Kongo, serikali ya Burundi na shirika la Umoja wa Kimataifa la
kuhudumia wakimbizi ASER, kulingana na msemaji ambavyo alizozungumza pia kiongozi mkuu wa tarafa la Fizi, akitaja kuwa kutategemea nchi hizo mbili kujadiliana kuhusu kurejeshwa kwa wakimbizi wale ambao watakuwa tayari ikiwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itakuwa imepata amani. Kwa hiyo watapata nafasi ya kuanza kurejesha wakimbizi wote ili waweze kurudia katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao wengi wao waliokimbia vita vya M23 eneo la Uvira na nafasi zingine. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Jean-Pierre Emmanuel Kaluhya. Ikiwa na mara ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwa channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Nikutakia asubuhi njema na mchana mwema kwako. Kwaherini.